Hapo kwenye hilo kundi timu ambazo zilizopo, timu zote kutoka kaskazini, unazungumzia FAR Rabat kutoka Morocco, Kabylie kutoka Algeria. Timu zote hizi ni ngumu kweli pamoja na Ahly ambaye ni favorite wa hilo kundi. Unajaribu kuangalia Yanga yenyewe hii ambayo mpaka this time bado haijajipata vile ambavyo inatakiwa kuwa, na unaangalia ushindani uliopo kwenye michuano ya klabu bingwa, unaona kabisa kwamba Yanga, possibility ya Yanga kuqualify kwenye hilo group ni ndogo kama tajiri, wanasema kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Hii ni fair comment kabisa kutokana na ushindani uliopo, kwa sababu tumewahi kuiona Yanga bora ambayo iliwahi kuqualify kwenye hatua ya makundi kaishia hatua robo finali iliondoshwa dhidi ya Mamelodi Sundowns. Lakini Yanga ambayo bado haijaseto, kocha mpya amekuja, bado kuna hiyo time ya kutosha kuweza kutengeneza timu, lakini competitive ambao wanaenda kukutana nao pia ni wagumu kweli. Hata ukianza kuangalia quality ya mchezaji mmoja pia unaona kama Yanga bado hawafiti moja kwa moja pale. Kwa ukianza kupanga kwa nafasi, unamuona kama Ahly ni gianti, ana qualify bila shida. FAR Rabat huko hapo unaona kama na huo uwezo wa kucompete na akavuka hatua ya makundi, but kwenye football hatuwezi kumaliza maneno moja kwa moja. Kuna hiyo possibility ya mtu kwenda kucompete akapata chochote kitu, lakini kwangu mimi ni siwe muongo, nafasi ya Yanga kuqualify kwenda hatua ya robo finali ni ndogo kweli. Yani ikitokea watakuwa wameni surprise na haitakuwa maajabu kwa sababu ni mpira, but kuzungumza ule uhalisia on paper Yanga nafasi yake ni ndogo.